Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 20, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Ezekieli, sura ya 43, aya ya kwanza mpaka aya ya 7. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 23, aya ya kwanza mpaka aya ya 12. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia miyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu. Kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu Rabi. Bali ninyi msiitwe Rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, na nyote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja, aliye wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na yeyote atakayejikweza atadhihiriwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Bikira Maria Malkia. Pamoja na kumtafakari Bikira Maria Malkia, pia tuongozwe na ujumbe wa Injili ya leo unaosema kuishi katika Ukristo halisi. Katika ulimwengu wetu wa leo tuna wimbi kubwa la madhehebu, na kila siku watu wanaibuka na kujiita wachungaji na wengine wanajiita manabii. Ukiwatazama na kuwatafakari namna wanavyoongea na kufundisha, baadhi yao hupotosha watu, kwa sababu huwafanya watu wawaamini wao zaidi kuliko Mungu, na wamekuwa wakijitangaza wao zaidi kuliko Mungu. Hivyo wamekuwa wakilitafakari na kulitangaza. Hivyo wamekuwa wakilitafakari na kulitafsiri neno la Mungu kulingana na matamanio yao na si kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yaani viongozi wa dini wamekuwa wakiishi kama wanasiasa ambao wanapoomba madaraka kwa watu wanajifanya wanaguswa na mahangaiko ya watu, lakini baada ya kuingia madarakani wanatunga sheria zinazowaumiza watu na kuwafaidisha wao wenyewe. Hivyo maisha yao yamekuwa hayasadifu maisha halisi. Viongozi hawa tunawafananisha na waandishi na Mafarisayo ambao tumewasikia katika Injili ya leo. Waandishi na Mafarisayo walikuwa viongozi wa dini katika jamii ya Kiyahudi. Walikuwa ni watu waliosimamia kufundisha na kusisitiza watu kushika sheria za Kiyahudi, lakini maisha yao yalikuwa hayasadifu yale wanaofundisha, kwa sababu walikuwa ni watu ambao walijionyesha kwa nje zaidi, lakini ndani ya mioyo yao walijaa kiburi, majivuno na manyanyaso kwa wale waliokuwa wanawafundisha na kuongoza. Ndiyo maana Yesu anazikataa tabia za waandishi na Mafarisayo, kwa sababu maisha yao yamewafanya watu wengine warudi nyuma kiimani na wamewafungia watu wasione ufalme wa Mungu. Hivyo wapendwa familia ya Mungu, ili tuweze kuishi Ukristo wetu katika uhalisia, yatupasa kuzingatia mambo haya mawili. Moja, kujiepusha na tamaa ya kutafuta umaarufu. Waandishi na Mafarisayo walitafuta zaidi umaarufu kwa kujitangaza au kujionyesha wao zaidi kuliko Mungu. Hivyo wakashindwa kutimiza wajibu wao vizuri kama viongozi wa dini. Wakawa ni watu wanaosema zaidi kuliko kutenda. Hata sisi katika maisha yetu ya kila siku inawezekana tumekuwa watu wa kutafuta umaarufu kupitia nafasi mbalimbali tulizokabidhiwa katika kanisa au jamii.
kwa kujitangaza au kujisifia sisi zaidi kuliko Mungu na kuacha wajibu ambao tunapaswa kufanya kwa kutangaza neno la Mungu. Injili ya leo inatusii kujiepusha na tamaa ya kutafuta umaarufu, bali tutafute ufalme wa Mungu kwa kutimiza tunaopaswa kufanya kama Wakristo. Jambo la pili, kujiepusha na tamaa ya kutafuta heshima. Ni ukweli usiopingika kwamba kila mtu anapenda kuthaminiwa na kuheshimiwa, lakini maisha yetu ya Kikristo yanahitaji zaidi unyenyekevu ili tuweze kutumikiana. Mafarisayo na waandishi walitafuta heshima zaidi kwa watu kwa kuvaa mavazi mazuri yanayowatambulisha wao, kusalimiwa masokoni, kuketi viti vya mbele na kuitwa rabi. Heshima waliokuwa wanapewa iliwafanya wawe watu wenye kiburi na majivuno kwa wale wanaopatia heshima hiyo. Nasi inawezekana katika kanisa au jamii tunatafuta madaraka kwa sababu ya kutafuta heshima na si kwa ajili ya kuwatumikia watu. Hivyo tutafakari katika maisha yetu, heshima tuliyopatiwa na kanisa au jamii tunaitumiaje kwa watu waliotupatia hiyo heshima? Waandishi na Mafarisayo walikuwa wanafiki kwa kutokuishi uhalisia. Mimi na wewe inawezekana katika Ukristo wetu tumekuwa wanafiki kwa kutokuishi vema Ukristo wetu. Inawezekana tumekuwa tukiwaambia watu na kuwafundisha watu waache dhambi au tabia fulani, lakini katika uhalisia sisi wenyewe tunaishi katika dhambi au tabia ambazo hazimpendezi Mungu. Hivyo tumewafanya watu warudi nyuma kiimani na kushindwa kuona maana ya Ukristo katika maisha yao. Leo tunaalikwa kuacha maisha ya kinafiki kwa kuishi na kutenda kile tunachofundisha na kuongea. Pia tunaalikwa kuambatanisha maneno yetu na matendo yetu. Daima kama Wakristo tunaishi kama waandishi na Mafarisayo. Daima tumekuwa watu wa kuongea sana na kuwa na maneno mengi, lakini yote tunayoongea na kuyakiri juu ya imani yetu hatuyaweki katika matendo. Hivyo tumeshindwa kuwahubiria watu kwa matendo yetu, na hivyo tumewakosesha ufalme wa Mungu kwa maisha yetu tunayoyaishi kama Wakristo. Leo mimi na wewe tunaalikwa kuona namna gani maneno yetu yanalandana na matendo yetu. Leo pia mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Bikira Maria. Sikukuu ilianzishwa na Papa Pio wa 12 mnamo mwaka 1954 kama alama ya matumaini kwa watu wa Mungu. Ni sikukuu inayomwonyesha Bikira Maria aliyepewa upendeleo wa pekee ili kushiriki ukuhani wa mwanaye Yesu Kristo, yaani ukuhani, ufalme na unabii. Hii ni kumbukumbu inayoadhimishwa siku chache tu baada ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, tarehe 15 mwezi wa 8. Katika litania ya Bikira Maria tunamsifu Bikira Maria kuwa ni malkia wa malaika, malkia wa mababu, malkia wa manabii, malkia wa mitume, malkia wa mashahidi na malkia wa waungama dini, malkia wa watakatifu wote, na mwishoni anatajwa kuwa ni malkia wa familia. Heshima ya Bikira Maria kuitwa malkia ni kielezo cha imani, furaha, mapendo na msaada wa daima. Hivyo wapendwa familia ya Mungu, tunapohitimisha tafakari hii, tumkimbilie mama Bikira Maria katika shida na mahangaiko yetu ya kila siku, na pia tumuombe atusaidie na kutuongoza katika kuishi Ukristo wetu katika uhalisia, hasa kwa kutukumbusha wajibu wetu kama Wakristo kwamba hatuna budi kuishi kulingana na mafundisho na mwongozo wa mwanaye Yesu Kristo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Jairus Mgaya wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!